Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Tundu Lissu atetemesha mahakama leo. Shahidi wa serikali achemka kwa maswali mazito ya Tundu Lissu. Majaji washindwa kuvumiliana kuchukua hatua hii. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kutoka mahakamani kuhusiana na kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Katika hali ya kushangaza leo katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam, duru za kisiasa na sheria za Tanzania zimekuwa zikisubiriwa kwa hamu kubwa wakati kesi inayomkabili Tundu Lissu ikiendelea leo. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu aliwasilisha hoja zake, hoja kali za kisheria kwa nguvu ya ajabu na kuzua majibizano makali na shahidi wa upande wa serikali ama upande wa mashtaka Samueli Elibariki Kaya. Mazingira ya chumba cha mahakama yalikuwa ya umeme wakati waandishi wa habari, mawakili na wananchi walijaa ndani ya ukumbi huo kushuhudia ufunuo wa kesi hii ya kisiasa yenye mashtaka mengi ambayo imekuja kuashiria mapambano yanayoendelea kati ya haki mamlaka na serikali na haki za mtu binafsi. Katika kikao cha leo cha kesi hii ya Tundu Lissu, mambo makubwa yaliweza kutokea huku Tundu Lissu akiweza kuchemka na maswali makali dhidi ya serikali. Shahidi wa upande wa mashtaka alijaribu kuwasilisha ushahidi wa kidijitali ikiwa ni pamoja na faili la video pamoja na flash drive ama flash disk. Lissu alipinga kwa haraka huku akitaja sababu kuu nne za kisheria. Mapingamizi yake yalikuwa makubwa sana hivi kwamba mahakama ilisimama kwa ajili ya kuzungumzia jambo hilo kwa muda na kuacha jopo la majaji likiwa kimya kwa dakika kadhaa. Uzito wa hoja hii ya Tundu Lissu au hoja yake ulizua mvutano mkubwa ndani ya chumba hicho, huku waangalizi wakitazama kwa mshangao jinsi Tundu Lissu alivyokuwa akisimamia hoja za kisheria na udhibiti wa mahakama bila woga. Wakati kesi hii ya Tundu Lissu mahakamani ikiendelea, mawakili wa serikali walitaka kuipinga pingamizi lake Tundu Lissu, lakini Tundu Lissu alibaki bila kutetereka au kuogopa. Alichambua kila hoja ya serikali kwa usahihi, akichukua ujuzi wa kina wa sheria za kikatiba na ushahidi. Uwasilishaji wake tulivu lakini wenye mamlaka ulionyesha ni kwa nini watu wengi wanamuona kuwa mmoja wa watu wenye akili timamu sana wa kisheria nchini Tanzania. Kwa kila hoja iliyotolewa na serikali dhidi yake, Tundu Lissu alijibu bila woga kwa marejeleo ya msingi na uwazi wa mazingira, akisisitiza umuhimu wa uadilifu wa utaratibu katika mchakato wa mahakama. Kesi ya Tundu Lissu imeteka hisia za kitaifa kwa miezi kadhaa, huku wananchi wengi wa Tanzania wakiiona kama kipimo cha uhuru wa mahakama ya Tanzania. Tundu Lissu ameendelea kushikilia kuwa haki lazima ifuatwe, sio tu katika hukumu bali hata katika mchakato, akionya kwamba mmomonyoko wa ulinzi wa kisheria unatishia msingi wa demokrasia. Mtazamo wake leo uliimarisha kanuni hiyo, kwani alidai kwamba kupokelewa kwa ushahidi wa kielektroniki kupitia flash drive ama ile inayofahamika kama USB ambao haujathibitishwa kunaweza kuweka mfano hatari kwa kesi zijazo. Ndani ya chumba cha mahakama, mvutano ulikuwa wazi. Wakati kesi ya Tundu Lissu ikiendelea, wahudhuriaji walionekana wakinong'ona kwa kutoamini ukali wa mahojiano yake. Baadhi ya waangalizi walieleza kikao hicho kama mchezo wa kisheria wa mchezo wa chess wa makini, wa kimkakati na wenye kutumia akili. Hata majaji ambao kwa kawaida walitungwa na kutengwa walionekana kushangazwa kwa muda na ukali wa mawasilisho yake Tundu Lissu. Wakati fulani, wakati wa usikilizaji wa kesi hii ya Tundu Lissu leo, minong'ono ilitanda mahakamani pale Tundu Lissu alipohoji mlolongo wa uhifadhi wa ushahidi wa kidijitali katika flash drive uliotolewa na upande wa mashtaka. Saini yake ya kuhoji ilifichua kutofautiana kwa jinsi ushahidi ulivyokuwa umeshughulikiwa na kuhifadhiwa na kupendekeza uwezekano wa kuchezewa au kupuuzwa kwa utaratibu. Wakati huo ulizidisha hisia za umma kwamba hii ilikuwa zaidi ya kesi ya kisheria, ilikuwa ni hesabu ya kitaifa kuhusu ukweli na uwajibikaji. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanaofuatilia kesi ya Tundu Lissu wamebainisha kuwa hoja yake inagusa maana pana kwa uchunguzi wa kidijitali na haki za faragha nchini Tanzania. Matumizi yanayoongezeka ya ushahidi wa kielektroniki mahakamani, wanasema lazima yaambatane na ulinzi mkali ili kuzuia matumizi mabaya. Wanasema msisitizo wa Tundu Lissu kuhusu haki ya kiutaratibu hauwakilishi tu kujilinda, bali ni msukumo mkubwa wa kuleta mageuzi ya jinsi haki inavyosimamiwa katika kesi nyeti za kisiasa. Waangalizi waliokuwa nje ya mahakama hiyo waliendelea kujadili madhara ya kesi ya Tundu Lissu, huku Watanzania wengi wakijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha kuvutiwa na ujasiri wake.
Wengine waliona mwenendo wa siku hiyo kama wakati wa kutoa mwamko wa raia na elimu ya kisheria, huku wengine wakionya kwamba kuendelea kwa serikali kushinikiza kesi hiyo ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu kunaweza kuzidisha mgawanyiko wa kisiasa. Bado kulikuwa na makubaliano ya karibu kwamba utendaji wa mahakama ya Lissu ulikuwa wa kiwango cha juu katika utetezi. Huku taratibu za kesi ya Tundu Lissu mahakamani zikikaribia mwisho wa siku, makarani wa mahakama wanaweza kuonekana wakihangaika kudumisha utulivu, huku umati wa watu ukizidi kutotulia. Watazamaji waliinama mbele wakiwa na shauku ya kusikiliza uamuzi wa majaji kuhusu kukubaliwa kwa ushahidi huo. Hata hivyo, mahakama ilihairisha bila kutoa uamuzi wa mwisho na kuacha shauri hilo likiwa bado na wananchi wakisubiri kile ambacho kinaahidi kuwa hukumu ya kihistoria. Nje ya mahakama, mazingira ya kesi ya Tundu Lissu yalikuwa ya matumaini yaliyochanganyika na kutokuwa na uhakika. Wafuasi wa Tundu Lissu walishangilia wakati Lissu akitoka nje ya jengo hilo, huku wakiimba kauli mbiu za mshikamano, huku polisi wakiendelea kuonekana lakini kwa kujizuia. Kwa wingi, ukaidi wake uliashiria mapambano mapana ya uwazi na utawala wa sheria nchini Tanzania. Wachambuzi wa mambo wakijadili kesi ya Tundu Lissu kwenye matangazo ya jioni, walionyesha jinsi mbinu zake za mahakama zilivyoakisi itikadi yake ya kisiasa, ujasiri kanuni na iliyokita mizizi katika utungaji katiba. Ujanja wake wa kisheria, walisema, haukuwa tu kujitetea bali pia kutetea wazo lile lile kwamba hakuna mtu hata serikali inayosimama juu ya sheria. Jua lilipozama Dar es Salaam, kesi ya Tundu Lissu ilibaki kuwa gumzo kubwa nchini kote, majumbani, maofisini na katika mitandao ya kijamii. Watanzania walijadiliana kuhusu shughuli za siku hiyo kwa ajili ya haki na utawala bora. Wengi waliona matukio mahakamani kama kioo kinachoonyesha mapambano yanayoendelea ya taifa kati ya mamlaka na uwajibikaji. Msisitizo wa Tundu Lissu kuhusu mchakato na ustahili hata katika shinikizo kubwa la kisiasa uligusa sana wananchi wanaoamini kwamba ulinzi wa haki za mtu binafsi lazima ubakie kiini cha demokrasia ya Tanzania. Utulivu na uwazi wake chini ya uchunguzi ulikumbusha taifa kwamba haki si dhana ya kisheria, ni wajibu wa kiraia unaowafunga viongozi na wananchi sawa. Katika muktadha mpana zaidi, wachambuzi walipendekeza kuwa kesi hii ya Tundu Lissu mahakamani Dar es Salaam huenda ikaacha athari ya kudumu katika nyanja ya kisiasa na kisheria ya Tanzania. Zaidi ya matokeo yake ya haraka na ya kisheria, kesi hii ya Tundu Lissu sasa hivi imefufua mijadala juu ya uhuru wa mahakama, uwazi na ulinzi wa sauti zinazopingana katika demokrasia ya kikatiba ya Tanzania. Kwa wengi, hata hivyo, inatumika kama ukumbusho kwamba chumba cha mahakama si mahali pa kutoa hukumu tu, bali ni hatua ambapo kanuni za ukweli na haki hujaribiwa nchini Tanzania. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika taarifa ripoti ama video hii. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii, alafu bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia sana na itakuwa kama malipo yako kwetu. Vile vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Iwapo utabonyeza kiboksi hicho, kitaweza haraka sana kukuelekeza katika taarifa zetu zaidi kuhusiana na mambo ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii leo nchini Tanzania na katika nyanja za kisiasa haswa.